vijana wamestahili adhabu kama ile? Ni dhahiri shairi umeumizwa na adhabu yao, lakini kile ndicho walichostahili kutokana na makosa waliyofanya. Baba, mimi ni mwanao pekee ambaye unanipenda kwenye himaya hii. Ndio. Tafadhali naomba msamaha juu yao. Mwanangu, usiwe mtu wa huruma, hasa kwa watenda makosa kama wale walioamua kuzini ndani ya hekalu yangu. Baba, Mwokozi wa mwanao ni rafiki wa moyo wako. Hebu kumbuka yule kijana jinsi alivyoniokoa kwa maadui zako. Siku ambayo nilitekwa na nilitaka kuuawa. Anawezaje kustahili kwa kosa ambalo sina kwake? Unataka kusema nini? Yule kijana amesingiziwa na watu ambao wako kinyume naye. Lakini yule kijana ni mtu muhimu sana katika himaya hii ya Tewaka. Gani ya kumwambia mfalme awasamee wakosaji wakubwa kama hao kwenye himaya yetu? Mimi ni mtoto wake, tena wa pekee. Hivyo ana wajibu wa kunisikiliza na kutimiza kila nilitakalo. Mfalme, maamuzi yako hayapaswi kutenguliwa. Tena itakuwa ni fedheha kubwa sana kwenye himaya yetu kama utaruhusu mamlaka yako iingiliwe na sheria ya Tewaka itenguliwe. Hakika umenena vyema Mama Shii. Sipaswi kufanya hivyo kwa heshima ya Tewaka. Wale wanastahili kufa tu. Chagua kunipoteza mimi mwanao, nisiwepo kwenye uso huu wa dunia, au kwa sababu wale vijana ambao unataka kuwapa adhabu ambao sio halali yao. Nenda kamwambia Kabila awafungulie wale vijana. Kwa nini mimi? Wakati unawatuma kibao kwenye hekalu lako. Nenda katekeleza alichosema mfalme. Mama Shii, mara zote umekuwa ni mwenye hasira sana, kiasi mpaka naogopa kukupa habari njema kama hizi ndizo nazo. Za kuhusu nini? Kuhusu mke mwenzetu Mikala anachokifanya juu ya mume wetu. Unafanya nini? Twenda ukajionee kama nilivyoona mimi. Unadhani anastahili adhabu gani kutoka kwa mfalme? Ni lazima mfalme aone tunachokiona sisi na sio vinginevyo. Hiyo kazi mwachie.
Jamani, nyinyi ni wake zangu wote watiifu sana kwangu. Na ninawapenda sana. Sijapunguza wala kuongeza mapenzi kwa yoyote yule. Mama Shii, wewe ni mke mkubwa. Mikala anafuata. Milka ni mke mdogo. Sasa nimewaita hapa leo. Nataka kila mmoja aniambie nimfanyie nini ili iwe kumbukumbu na zawadi katika maisha yetu. Tuanze na Mikala. Mimi nataka niwe mmiliki wa mali zako zote. Na uniandikishe niwe msimamizi mkuu wa mali zako. Milka? Naomba maskini wote wao sehemu ya familia yako. Na wake zako tu washiriki wakuu kwenye maamuzi yako. Nataka kusikia kutoka kwako Mama Shii. Samahani mfalme. Nina maagizo kutoka kwa Dr. Baraka. Wagonjwa wote wanaendelea kuimarika. Na muda sio mrefu watainuka walipolala. Wamepona? Dr. Baraka yuko wapi? Yupo kitaruni. Nimekupa kazi umeshindwa kuifanya. Sasa nitatafuta watu wengine waifanye badala yako. Na wewe utaingia matatizoni. Mama, mazingira hayakuwa rafiki kukamilisha kazi uliyonituma. Hivyo, ilazimu niwatibu tu kawaida kama ilivyotaka Tewaka. Sitaki kuona watu wakisimama na kuendelea kuishi tena. Labda uchague moja. Ufe wewe na wao waendelee kuishi. Ama wafe wao na wewe uishi. Ninakupa masaa machache sana kuikamilisha kazi hii kabla sijabadili maamuzi yangu. Wale watu ni wa muhimu sana kwenye himaya hii. Hakika sijakosea kukuoa mwanamke wewe. Sema ulitakalo, nami nitaitekeleza kwa nguvu zote na kwa haraka. Asante mfalme wangu. Mimi ni mwenye huruma na upendo sana kwa hao wake wenzangu. Hivyo nilikuwa naomba Mikala asamehewe kwa makosa yake yote aliyoyafanya. Mbona sijui chochote juu ya ukosefu wa Mikala? Na sidhani kama kuna kosa lolote aliwahi kunitendea. Mikala amezini na mjakazi wako. Unasema nini? Tena mbaya zaidi karibu na eneo la kufanyia ibada. Mama Shii, una uhakika na unayoyasema? Ndiyo mfalme. Sote tumeshuhudia Mikala akifanya uchafu huo na mjakazi wako Sha. Uliniahidi kunipa chochote nitakachokuomba kwenye ufalme wako. Hivyo naomba unizawadie msamaha wa Mikala. Naomba unisamehe Mikala kwa makosa yake yote. Na wala usiwe mwingi wa hasira juu yake. Unajua umeweka sumu kwenye sindano ili wagonjwa wangu wapooze mwili. Hiyo mbegu uliyoipanda leo itaenda kutunga mimba ya chuki na kuzaa mauti juu yako wewe na kizazi chako na familia yako. Kwa hiyo akili kichwani mwako. Sima, mbona unaongea maneno hayo ambayo yananiweka njia panda katika familia hii? Wewe ni daktari mwenye taaluma iliyotukuka. Hivyo tumia taaluma yako na uadilifu uliojaza katika karatasi zako uweze kuweka imani na jamii na watu waliokuzunguka. Usitafakari kuhusu maneno yangu, bali tafakari kuhusu utumwa ulionao. Hivyo nikutakia uadilifu na imani iliyotukuka. Unapanda kwa mfano. Nadhani unazijua vizuri sheria za hapa. Hasa kwa upande wa uzinzi. Adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa ama kuuawa kwa kuchomwa moto. Sasa basi. Tewaka anajua kila kitu kuhusu wewe
kwamba jana usiku umetoroka na kwenda kusikojulikana, na bila shaka ulikuwa na Shaa. Unashtuka hata yeye hakuwepo maeneo haya. Nisikilize, maisha yako ya kuendelea kuwa malkia wa Tewaka yamekaribia kufika mwisho, kwa sababu unakwenda kunyongwa hadi kufa. Vinginevyo tuingie makubaliano kati yangu mimi na wewe, ili niweze kulinda heshima yako kwa mfalme wetu. Mashie, wewe ni mke mkubwa wa Tewaka na unatupenda wote. Hivyo naomba unilinde nafasi yangu kwa kuficha madhaifu yangu. Niambie ni nini utakalo, mimi nitafanya. Hapa sio mahali sahihi pa kuongelea. Tangulia mafichoni na kuja. Niambie na kusikiliza. Nataka ukiri na uniambie kila kitu kuhusu wewe na Shaa, kijakazi wa mfalme. Ni kweli Shaa ni mtu wangu, na mara kwa mara nimekuwa nikilala naye na kukutana kimwili kipindi mfalme akiwa na ninyi. Hata jana nilitoroka kwenda kuangalia bendi na nilikuwa na Shaa, na ni kwa sababu nimekuwa nikitamani siku nyingi. Ila iwe siri yako, na naomba unisaidie mfalme asio na hasira juu yangu. Sawa, nitakusaidia na kukufichia siri zako zote, endapo tu utakubali kufanya ninachokitaka. Niambie Mashie, na kusikiliza. Kwanza kabisa, nahitaji uwe mtumwa wangu, kutekeleza na kufanya kila nitakachokuagiza. Alafu pili, nataka uwe mke wangu. Mke wako? Kivipi? Usishtuke. Hayo ni mambo ya kawaida tu. Nataka uwe mwanamke wangu, nikupe raha zote za mapenzi ili uyafurahie haya maisha. Kwa kifupi, namaanisha tu wapenzi wa jinsia moja. Mama Shii, mimi siwezi kufanya hivyo. Na usinieleze upumbavu kabisa. Siwezi. Sasa basi, kama utaki, adhabu yako iko pale pale. Na kwa bahati nzuri umekiri kwa kinywa chako mwenyewe, na sauti yako imo humo kwa kuwa nimekurekodi. Sasa utafanya ninachokitaka ama utaendelea na msimamo wako? Mama Shii, mimi sijawahi kufanya hivyo. Usijali, nitakufundisha na utakuwa mtaalamu mzuri tu.